Kumbuka kuwa sasa tuna dira ya maendeleo dira ya taifa ya mwaka 2050 ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliizindua. Na mimi ningewahamasisha sana, isomeni ile dira. Isomeni ile dira. Ndani ya ile dira yapo mambo mengi na masuala mbalimbali ambayo yameelezwa kwa ufasaha kuwa hadi kufikia mwaka 2050 yatakuwa yametekelezwa. Kwa hiyo pitieni dira, muone ni yepi katika hayo yanahusu tasnia na sekta ya uchapishaji na sekta ya vitabu, ili kupitia dira sasa tuyawekewe mpango kazi, kupitia dira sasa tuyatafutie fedha, kupitia dira sasa tuyatafutie uwezeshaji. Na katika kutekeleza hiyo, lengo la dira hiyo ya 2050 ni kuwa na Mtanzania ambaye anajitambua, anajithamini na anafaidika kupitia fasihi, muziki, sanaa. Na kwa hali hiyo sasa kuweza kufaidika na ustaarabu wa hali ya juu unaokamilisha utu wake na heshima yake, na akijitambua na kuthamini na akilipenda na kuienzi nchi yake na taifa lake na binadamu wa Tanzania wengine na watu wote. Na ndio maana kauli mbiu inayoanza na utekelezaji wa ilani hii ni kazi na utu. Na pale utu kwa Kiingereza ni dignity. Unajua Kiswahili wakati mwingine ni dignity. Kwa mara ya kwanza hatuzungumzii kazi tu. Tulikuwa na uhuru na kazi. Uhuru ni kazi. Hapa kazi tu. Kazi iendelee. Sasa tunasema kazi na utu. Work and dignity. Hii utu Kiingereza ni dignity. Maana yake sasa tunataka kuwa na Mtanzania mwaka 2050 wa aina hiyo. Na ili akamilike hivyo, lazima ni mtu haya anaweza kusoma na kufaidi fasihi, iwe ni riwaya, iwe ni ushairi, mtu anayeweza kufaidi na kupenda muziki, lakini mtu ambaye anafaidi na kupenda sanaa. Mtu wa namna hiyo amekamilika katika utu wake. Kwa hiyo pamoja na ujuzi na maarifa, teknolojia mpya, sayansi mpya, lakini utu wake utakamilika tu atapokuwa pia sasa yeye anaanza kuyafaidi haya.